Taifa Stars ilishuka uwanjani pale nchini Kigali, Rwanda na kupoteza kwa bao 1-0 katika michuano ya FIFA Series dhidi ya Liechtenstein, na moja kwa moja lawama zimekuwa kubwa kwenda kwa coach Miguel Gamondi pamoja na wachezaji. Umetazama kiufundi funga meza, tatizo lilikuwa ni wapi sana namna ambavyo tukupoteza kwa bao 1-0 hapo jana? Ukijaribu kuangalia katika mchezo dhidi ya Liechtenstein utagundua kwamba timu ya taifa Tanzania ilionekana kuwa bora zaidi kwa dakika zote 90, lakini kitu kikubwa ambacho kilionekana kuwaumiza timu ya taifa Tanzania kwa maana ya Taifa Stars ni mentality ya kuamini kwamba tutafunga baadaye, hawa tunawaweza, kitu ambacho kiliwaingia wachezaji kisaikolojia na wakaamini kwamba Liechtenstein ni timu ambayo ukijaribu kuiangalia katika rank zile za FIFA utagundua ni timu ya 200, na kwa maana hiyo ni tofauti na timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo tulikuwa tunaona kwamba ni timu ambayo tunaiweza na tutaweza kushinda kwa muda wote ile, bila kujari na kuzingatia kwamba mchezo wa mpira wa miguu lazima umpe heshima kubwa mpinzani, lazima umheshimu, na sisi tulichokosa ni discipline ya kumheshimu mpinzani na kuweza kumaliza mchezo kunako dakika za mwanzoni. Ukijaribu kuangalia Liechtenstein, kama utaangalia ule mchezo takriban zaidi ya dakika 30 walionekana kutoogopa sana, walikaa nyuma kwa numbers kubwa, lakini licha hivyo sisi pia tulipata nafasi nyingi kwenye dakika za mwanzoni kabisa, hususan kwenye kipindi cha kwanza. Selemani Mwalimu alipata chance, Faisal Salum na wachezaji wengine ambao walikuwa wanacheza katika ile eneo la ushambuliaji, lakini walishindwa kumalizia nafasi kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kabla kuanza kuangalia mambo yote ya kiufundi, lakini changamoto kubwa ambayo ilikwenda kuimaliza timu ya taifa ya Tanzania ni saikolojia ya wachezaji. Ilionekana kwamba haikuwa active kwa kupambana na wapinzani ambao kimsingi wao wale watems kama mpinzani mdhaifu. Kwa hiyo kimtem mpinzani wako kwa ni dhaifu, hauwezi kupambana kuvuja jasho kwa asilimia kubwa. Ndicho kitu ambacho kimeonekana na kimekwenda kuiharimu timu ya taifa ya Tanzania. Umeona utofauti wote kutoka kwa kocha Ahmed Suleiman Morocco na hiki ambacho kinachoonyeshwa na kocha Miguel Gamondi pamoja na wachezaji kwa ujumla? Sijaona kitu tofauti kubwa, kwa sababu ukijaribu kuangalia mchezo wa jana timu ilicheza, kwa sababu hata kipindi ambacho timu ipo chini ya Morocco kuna nyakati ilikuwa inacheza. Sisi changamoto kubwa yetu ama changamoto ya timu yetu ya taifa ya Tanzania, hata vilabu vyetu, ni eneo letu la ushambuliaji. Timu zetu zimekuwa zikicheza vizuri, zikidominate vizuri, lakini namna ambavyo wamekuwa kimalizia nafasi ambazo wamekuwa kizipata imekuwa ni changamoto. Kuna nyakati hata timu ya Medi Morocco ilikuwa inamiliki sana mpira, na tulikuwa tunazungumza kwamba kwenye zile katika sehemu tatu ya mchezo, kwa maana timu kwenye sehemu tatu, kwa maana sehemu ya ulinzi, sehemu ya kiungo na sehemu ya ushambuliaji, unaona sehemu mbili zote sisi tulikuwa tunacheza vizuri. Kwa maana eneo la ulinzi na defense vizuri tulikuwa tunaona hata timu ya Morocco, lakini kwenye kudominate mchezo tulikuwa tunadominate vizuri, lakini changamoto kufanya transition ya kwenda kutengeneza magoli, ambayo kimsingi hapo ndio changamoto kubwa ambayo imeanza kwenye timu ya taifa na hipo paka hivi sasa. Kwa maana ubora katika kumalizia nafasi ndio umekuwa ni changamoto. Hata ukirejea katika mechi ya jana utagundua kwamba timu ya taifa sio kwamba haikupata nafasi, ilitengeneza nafasi nyingi, lakini namna ambavyo walikwenda kuziconvert na kuwa magoli ndio ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo sisi changamoto yetu kubwa sio kudominate mchezo, sio kutawala mchezo, sio kujilinda. Changamoto yetu kubwa ni namna ambavyo tunaweza kwenda kushambulia kwa mpinzani. Kwa hiyo binafsi nadhani sijaona kitu tofauti sana, na mimi nimejaribu kufikiria kwenye hengo tu ya kawaida, nikasema Miguel Gamondi na yeye ameingia katika lile wimbi la makocha wa muda wanakuwa wanafanya vizuri na timu, lakini wanapokabizia timu mazima kunakuwa na changamoto. Tushashuhudia mara kadhaa kocha akiwa kocha wa muda anafanya vizuri, timu inacheza vizuri, lakini akikabidhiwa majukumu ya moja kwa moja kuna kitu kikubwa huwa kinapungua, na sijajua kwa sababu gani, na sija terms kwamba Miguel Gamondi huenda na yeye amekutana yupo katika hilo wimbi, kwa maana alivyokuwa kiateka alifanya vizuri akiwa na timu ya taifa. Ukiangalia muda ambao alipewa ulikuwa ni mdogo kuelekea michuano ya AFCON, lakini still bado timu ikacheza vizuri mpaka kufika katika hatua ya 16 bora ikicheza vizuri. Kwa hiyo mwisho wa siku naweza kusema kwamba timu ya taifa ya Tanzania changamoto yake kubwa ni namna ambavyo inaweza kufunga magoli. Lakini pia ukitazama hapo namna ambavyo katika kufunga magoli, Selemani Mwalimu jana alipata nafasi kadhaa ameshindwa kuzitumia, na katika eneo la ulinzi ukimtazama Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Twari Mnul kuonekana pacha hao hajafanya kazi. Tugusie maeneo hayo kiufundi zaidi.
Kwanza binafsi nimechukizwa, niwe muwazi, na mimi mara nyingi waga na kuaga muwazi na mkweli. Performance ya Selemani Mwalimu katika mchezo wa jana ni miongoni mwa wachezaji ambao walipata pia clear chances ambazo kimsingi walikuwa na nafasi kubwa ya kwenda kumaliza mchezo, lakini umakini na swala la Selemani Mwalimu kutokuwa makini katika lango alikuanza akiwa na timu ya taifa ya Tanzania. Jaribu hata kurejea akiwa na kikosi cha Simba, namna yake ambavyo anacheza. Kuna nyakati tulikuwa tunaona Mwalimu alikuwa na opt kucheza na force number 9, aliyakuwa yeye yupo katika bench. Is it kwa maana unaona kuna sehemu kwamba ana weakness, na ni swala ambalo paswa kujirekebisha. Miongoni mwa wachezaji ambao tunawatolea macho na kuwategemea kuelekea katika AFCON ijayo ni Selemani Mwalimu, kwa sababu ni potential player. Ukiangalia umri ambao yuko nao, ni miongoni mwa wachezaji ambao tutategemea kwamba watakwenda kuongoza safu ya ushambuliaji. Tuna bwana Hari Samata, lakini umri ambao yuko nao, majukumu ambayo yuko nao, naona kabisa hatakuwa na nafasi kubwa ya kwenda kuisaidia timu kwa kiasi kikubwa kutokana na energy ambayo yuko nayo hivi sasa. Hawezi kutumika kwa kiasi kikubwa na hawezi kutupa kitu cha ziada zaidi hicho ambacho ametupa hivi sasa. Na mwenyewe alishathibitisha ile kama atakwenda kwenye AFCON anaweza akaenda tu kama kuwa sehemu ya kikosi, lakini naamini kama atakwenda kufanya kazi kubwa katika hiyo AFCON kwa sababu ya umri ambao uko nao. Mchezaji mkubwa anatambua nini ambacho anapaswa kufanya. Lakini pia ukiangalia pia Simon Epigodi Msuva, umri wake pia umeanza ndio umri wa kina Samata tena ndio anamalizia. Kwa hiyo utagundua kwamba ni wachezaji wazuri, lakini umri wao umeshaenda. Kwa hiyo tunategemea kuona new generation, na new generation yenyewe ndio hawa kina Selemani Mwalimu hivi sasa ambao kimsingi wanapata nafasi ya kuonesha, wanashindwa kuonesha kitu bora. Ukiangalia siku ya jana binafsi alidisappoint kwa sababu alipata nafasi nyingi za kuweza kumaliza mchezo, lakini umakini ulishindikana. Lakini pia kuna kitu kikubwa ambacho pia anapaswa kuboresha. Mimi mara zote nazungumza zile touching zake. Amekuwa na touching ambazo kimsingi hazina manufaa. Mara nyingi anapiga pasi nyingi mkaa, ama mara nyingi anapiga back pass sana. Timu inashambulia anapiga back pass, kitu ambacho anarudisha nyuma mashambulizi. So kwa mimi nadhani kiwango chake hakikuwa kizuri na akijalizisha, kwa sababu tunapokupa majukumu ya kuwa eneo la ushambuliaji, basi hapo jukumu lako ni kufunga. Unapata nafasi unashindwa kufunga, lazima alama tutakutupia wewe. Japokuwa kwenye mchezo wa mpira miguu umekuwa ni mchezo fulani hivi, kuna nyakati mshambuliaji anaweza akakosa hata nafasi 100 asilaumiwe, lakini mlinzi anapofanya kosa moja na laumiwa. Ndio maana leo hii unaona lawama ya kupotea kwa huu mchezo utamgusia Bakari Nondo Mwamnyeto na Twali Binu katika eneo la ulinzi ambao jana walikuwa wanazima hapo kama 4 na 5. Kwa mwisho wa siku, lakini tunashindwa kuangalia kwamba sisi kama taifa tulitengeneza nafasi ngapi na ngapi tumetumia, wapinzani wetu walitengeneza ngapi na ngapi wamefanyaje, wametumia. Utagundua kwamba wapinzani wetu walitengeneza nafasi chache lakini wakatumia, sisi tumetengeneza nafasi nyingi hatukutumia. Kwa hiyo mwisho wa siku utagundua kwamba weakness ilikuwa ndani ya timu yetu, na safu ya ushambuliaji pia ni miongoni mwa maeneo ambayo ilikwenda kutuangusha siku ya jana. Shukrani sana Funga Meza. Asante sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.